Viumba kwa kuviumba na kwa kuvimiliki na kuwa watumwa. Ni umiliki wa uhakika usioondoka ambao hakuna yoyote anayeweza kujaribu kusogelea kutaka kuondoka. Walahul ghina, na pia akatuambia nani wake utoshevu au ukwasi au utoshevu wa kutokuhitajia chochote katika alivyoviumba, bali alivyoviumba vyote vinamhitajia yeye subhanahu wa ta'ala, vyenye akili na visivyokuwa na akili, vyenye uhai na visivyokuwa na uhai, vyote vinamhitajia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Pia akatuambia walahul baqa, na ni wake ubakiaji, kwa maana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hatoweki, hafi wala haangamii. Hatoweki, hafi wala haangamii. Yeye ndiyo mwenye kubaki, ubakiji wa milele. Pia akatuambia walahul hukmu, na ni yake maamuzi, yani yeye ndo anatoa maamuzi, hichi kiwe halali, hichi kiwe haramu, hichi kiwe wajibu, hichi kiwe kinyume chake, hichi kiwe sahihi, hichi kiwe batil. Yeye ndio muamuzi, anayeamrisha kwa maana na anayekataza. Yeye ndio muamrishaji na mkatazaji wa kuachilia. Hana yeye wa kumwamrisha, yeye anaamrisha na anakataza, wala yeye hana wa kumwamrisha wala hana wa kumkataza. Pia akatuambia walahul qada, na ni wake uumbaji. Neno qada lina maana nyingi katika lugha ya Kiarabu. Kwa hapa lina maana ya alqada, kwa maana ya alkhalq, kuumba, kwa maana alibrazu min aladami ila alwujud, kudhihirisha vile viumbe kutokana na kutokuwepo na akavifanya vikawepo. Na sehemu nyingine nyingi zina maana nyingine zaidi ya hiyo. Kwa mfano kama kule waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, waqadha pale sio maana yake ameumba, kwa maana anamkishaumba, la, waqadha kwa maana wa amara. Waqadha rabbuka, na ameamrisha Mola wako, alla ta'budu illa iyyahu, alla ta'budu illa, msimuabudu isipokuwa yeye, wa bil walidaini, na wazazi wao. Kwa hivyo na ile waqadahunna sab'a samawati, waqada pale pia ina maana ya kuumba. Kwa hivyo qada ni neno ambalo lina maana nyingi katika lugha ya Kiarabu. Kwa mfano kuna aya ile tunasoma fatabarakallahu ahsanul khaliqin, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, kwa maana amezidi khairi, basi amezidi khairi Mwenyezi Mungu ahsanul khaliqin. Sio ahsanul khaliqin kwamba mbora au mzuri au mbora wa kuumba, sio hivyo, kwa sababu kuumba ni sifa ya Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa maana ahsanul muqaddirina, kwa maana mbora wa wenye kukadiria. Akiwa ahsanul khaliqina kwamba mbora wa wenye kuumba, maana yake wako wengine na wanaumba si kama yeye, ndio hivyo. Kwa hivyo sio maana yake ahsanul khaliqina kwa maana ni mbora wa kuumba, la, ahsanul khaliqina kwa maana ahsanul muqaddirina, ndio mwema au mbora wa wenye kukadiria.